ambalo tutaenda nalo wiki hii, kichwa chake kinasimamia matendo ya imani. Matendo ya imani. Kumbuka, huu ni mwaka wa kibali maalum na kufanya kazi. Neno kufanya kazi linatafsiri matendo unayofanya kulingana na moyoni mwako unavyoamini. Watu huwa wanafanya mambo kulingana na vile moyoni mwao wanaamini. Kwa hiyo nitakuwa naongea juu ya matendo ambayo yanazaliwa na imani, na hapo ndipo utashuhudia mambo yasiyo ya kawaida kwenye ndoto zako, kwenye malengo yako, mipango yako. Tusikie neno kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa 3. Tusikie mstari wa 3. Karibu. Waebrania 11 mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vilivyoonekana havikufanywa, hata vitu visivyoonekana. Endelea. Kwa vitu vilivyo dhahiri. Visivyo dhahiri. Kwa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu hivi tunavyoviona havikutokana na vitu vinavyoonekana. Ulimwengu uliumbwa kwa neno, uliumbwa kwa maneno, uliumbwa kwa maneno. Mwanzo 1 mstari wa 1 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza likatanda juu ya uso wa maji. Ulimwengu ulipoanzishwa haukuwa mzuri kama hivi unavyoshuhudia. Haukuwa wa kupendeza vile tunauona. Ulipoanzishwa ulikuwa hauna uzuri wowote, haukuwa wa kuvutia wala kupendeza. Ni mmoja aliyeamua kubadilisha ulimwengu wake uwe wa kuvutia, uwe wa kupendeza, uwe wa kuwa bora. Na ndio maana ninapokuja kwako asubuhi ya leo, ni wewe unayenitazama na sote tulioko hapa ndio tutakaoamua kufanya ulimwengu wetu ufanane na tunavyotaka sisi. Ulimwengu wetu, mazingira yetu, maana yake, ndoto yako, hatima yako, mafanikio yako yanaamuliwa na wewe. Na ndio maana napenda kukutia moyo asubuhi ya leo. Kama upo mahala ambapo hapana uzuri, hapana ubora, hapafurahishi, ndio mahala pazuri pa kuanzia. Kwani Mungu alianza hivyo hivyo. Mungu alianza hivyo hivyo. Na Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake na sura yake, ili tufanye kama yeye alivyofanya, ili tusiogopeshwe na hali zilizo duni,
tusiogopeshwe na hali zisizofurahisha, tusiogopeshwe na hali zilizo na utupu, tusiogopeshwe na hali zilizo na ukiwa, tusiogopeshwe na hali zilizogubikwa na giza. Ni sisi tutaliondoa giza, ni sisi tutaondoa utupu, ni sisi tutaondoa ukiwa. Kila mmoja, kama unaukiwa kwenye fedha, unaukiwa kwenye mali, unaukiwa kwenye mambo yako, wewe upo mahali pasawa, tena wakati wa sawa. Ni jinsi ya kuelewa, jinsi ya kuitumia imani katika utendaji wake. Na hapa nitaongea vitu vitatu, lakini nitaongea kimoja kwa leo. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo vinatengeneza mchakato unaokamilisha matendo ya imani. Maana yake, tunaposoma Biblia, kitabu cha Yohana 1:1 unasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuweko na neno. Hapo mwanzo kulikuweko na neno, na vitu vyote vikaumbwa kwa neno. Lakini hebu nibaki mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuweko na neno. Kwa hiyo mwanzoni kulikuweko na neno, kulikuweko na neno. Maneno ni nini? Maneno ni nini? Maneno yanaundwa na vitu viwili. Maneno yanaundwa na vitu viwili. Cha kwanza ni mawazo, cha pili ni sauti. Ukichukua mawazo ukajumulisha sauti, unapata maneno. Kwa hiyo leo nataka niongelee mawazo ambayo yapo ndani yako. Mawazo gani ulio nayo, ambayo mawazo hayo ndiyo mahala pa kwanza pa kuanzia uumbaji, ndiyo kiwanda mama cha kufinyanga vitu. Kama kwenye kiwanda chako unaanza kufinyanga vitu vibaya, vile usivyovitaka, ujue utavizalisha hivyo hatimaye. Mungu alipokuwa kwenye mazingira yaliyo duni kabisa, mazingira mabaya kabisa, mazingira yasiyopendeza, hakuna mtu angechagua kuishi katika mazingira kama yale. Hakuna mtu angechagua, kama ni maeneo, hakuna mtu angechagua kwenda kujenga eneo kama lile. Kama ni kazi, hakuna mtu angechagua ofisi kama ile. Hakuna mtu angechagua, kama ni mke angechagua mke kama yule. Kama ni mume, hakuna mtu angemchagua mume kama yule. Hapakuwa na tija kwenye hicho. Ni mahali palipokuwa na utupu na ukiwa na giza. Ndivyo alikuwa alivyo navyo, lakini alianza kufinyanga kitu kwenye mawazo, kwenye ulimwengu usioonekana. Akapanga mambo, ni nini anataka, akaanza kuvipangilia kwenye mawazo. Akapangilia, nataka hiki, nataka kile, nataka na kile, akavipanga. Alivyovipanga, ndipo nitakwambia kesho alianzaje. Lazima uvipangilie vitu unavyovitaka, uvijenge ndani ya fikra, vikamatane na wewe. Ukatae kuendeshwa na fikra batili, ukatae kuendeshwa na mawazo batili. Uimarike ndani kwanza, mawazo yako yathibitike, usione unakuwa nani. Maandiko inasema vile mtu anajiona kwenye mawazo yake ndivyo alivyo. Lazima uchunguze mawazo ya Mungu yanasema nini kuhusu wewe. Uyachukue yale mawazo, uyageuze ya kuwa ya kwako, uyamiliki yawe ya kwako, uyajenge ndani yako, yajae ndani yako. Katika Yeremia sura 29
mstari wa 11 unasema, mimi Mungu mawazo ninayo mazuri ninayowawazia. Kumbe hata Mungu ana mawazo, hata Mungu ana mawazo. Anawaza nini? Anawaza mazuri, anawaza mema, anatuwazia kesho bora, anatuwazia kustawi. Mstari wa 12 anasema, mtaniita na mtakwenda na kuomba nami nitawasikiliza. Anasema mnaponiomba nitasikiliza. Ndio maana watu wenye imani huwa wanaamka mapema. Yesu alikuwa na imani, aliamka mapema, akaipanga siku yake, akaiweka mikononi mwake, akapanga mawazo yake, akajua afanye nini. Wewe unayeamka mapema na kutamkia leo, mbingu zijifunue kwako, mbingu zijione, Mungu akusikie, Mungu akusikie, Mungu akusikie, akupangie mambo mazuri katika siku ya leo. Siku ya leo kwako ninaibariki, siku ya leo kwako ninaibariki, siku ya leo kwako imeandikwa ya kwamba na kubariki utokapo, na kubariki uingiapo, na bariki unapotoka, na bariki unapotoka. Unapoenda kwenye majukumu yako ninatamka baraka, natamka baraka. Unapoingia kwenye ofisi, kwenye duka lako, kwenye majukumu yako ninatamka mibaraka, natamka mibaraka, natamka mibaraka. Mungu akubariki, Mungu akuinue, siku yako ya nzuri, siku yako ya bora katika jina la Yesu. Nataka utengeneze mawazo. Wewe uliyeko hapa, simama kwa miguu yako, twende mbele za Bwana. Hebu unda mawazo, tengeneza mawazo ndani ya nafsi yako, maana Bwana yuko tayari kushirikiana na wewe, kushirikiana na wewe kuyapika hayo mawazo, kuyaumba hayo mawazo. Kwa mawazo ulimwengu ulianzia, muumbaji ulianzia kwenye mawazo. Na wewe unachokitaka anzia kwenye mawazo, anzia kwenye mawazo. Anza kukusanya mambo yako, anza kupangilia nini unataka, anza kupanga mambo kwenye mawazo yako. Hata unanifuatilia, anza kupanga mambo yako, anza kuwaza vitu vizuri, anza kuwaza vitu vizuri. Mungu atakupa vile vile unavyoviwaza. Mungu hatakupatia chochote usichokiwaza. Unachokiwaza ndivyo utakavyokuwa. Hata kama wakati huu unaonekana uko na utupu, hata kama wakati huu unaonekana kuna ukiwa, hata kama wakati huu unaonekana kuna giza, nasema anza uwaze vitu vizuri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakutukuza, asante kwa siku hii ya leo ambayo umetupa neno lako ya kwamba matendo ya imani inayoshangaza ulimwengu, imani iliyopandwa ndani ya akili ya mtu. Mungu, wewe ndiye mfano wetu bora, maana umetuumba kwa mfano wako. Ulipoanza uumbaji, dunia haikupendeza, dunia haikuwa nzuri, dunia haikuwa nzuri yoyote, haikuwa na chochote. Lakini wewe unapenda Baba, unaanza mahali penye utupu, unapenda kuanzia mahali penye ukiwa, unapenda kuanzia mahali penye giza, ili ulete nuru, ili ulete ujazo, ili ulete mema. Leo ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyeingia kwa ibada ya leo. Bwana, ninaachilia kile kibali kwenye mawazo yake. Mpatie maono, mpatie mawazo sahihi, mpatie mawazo sahihi. Aanze kuona yale yasiyodhani yanawezekana, yale anayofikiri ni magumu. Aone kwamba si yeye peke yake, bali yeye pamoja na wewe. Mawazo ulio nayo naomba yapande ndani ya kila mmoja, naomba yaingize ndani ya kila mmoja. Aitazame hatima yake nzuri, atazame malengo yake ya leo yakifanikiwa, atazame familia yake yakistawi, atazame mambo yake yakiwa vizuri, aone mtaji wake ukiinuka,
aone uchumi wake ukiinuka, aone kwenye mawazo yake akipona, kwamba ugonjwa ukiondoka, aone laana zikivunjika, aone mikosi ikiondoka, aone nyuksi zikienda mbali, miungu yote ikivunjika, wachawi wakivunjika, aone mizimu ikivunjika, aone umasikini ukitoweka, aone kila ubaya ukiondoka, ubaya unaondoka, giza linaondoka, laana ziondoke, vikwazo mbele yake viondolewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana atangulie hatua za miguu yako kile ukokote uendako siku ya leo. Bwana atangulie mikono yako, itakachokifanya leo kikapate mkono wa Bwana, kikashikamanishwe na mkono wa Bwana. Bwana akuelekeze mambo yaliyo mazuri, mambo yaliyo bora. Bwana akutokee, Bwana akuonekanie, Bwana akulinde, Bwana akupiganie, uwe mbali na hatari, uwe mbali na kifo, uwe mbali na ajali. Bwana akuokoe na mipango mibaya inayotengenezwa isifanikiwe, lakini Bwana hakutimizie mambo mazuri, na anzisha mambo hatua kwa hatua. Usizarau mwanzo wako, usizarau mwanzo wako. Hii ni Januari, ni mwaka tumeanzisha. Usizarau mwanzo midogo, pengine umeanza kidogo. Usizarau hatua ndogo, usizarau hatua ndogo, maana kwenye hatua ndogo ndio kuna mambo makubwa. Maana mwanzo mdogo una mwisho mkubwa. Usizarau kile ulichokianzisha, usizarau wazo linalokuja ndani yako. Likamate hilo wazo, maana lina ukubwa. Lishikilie hilo wazo, maana limebeba hatima. Libebe hilo wazo, liamini hilo wazo, litafakari hilo wazo. Kwa imani tunafahamu ulimwengu wote uliumbwa kwa neno. Neno lilianzia ni mawazo. Kama ulimwengu wote uliumbwa kwa wazo, na wewe ni muumbaji, maana tumeumbwa kwa mfano wa Bwana. Mungu atende jambo jipya wewe, na kutofautisha na watu wengine wanaolialia na kutofautisha na kuvisha upako na kuvisha kibali maalumu kiko juu yako na kutofautisha wewe ni maalumu. Kibali maalumu kinakupa matendo maalumu, kikupa mawazo maalumu katika jina la Yesu. Upokee kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea mshindi wa jina la Yesu, pokea siku nzuri kwa jina la Yesu, pokea siku nzuri kwa jina la Yesu. Hiyo ni siku yako, na inakumilikisha hii siku. Imiliki hii siku na kutawalisha hii siku, uitawale hii siku. Kila roho ipige magoti mbele yako, nafsi zote zipige magoti mbele yako. Chochote kibaya kikasujudie, lakini wewe unatembea katika ukuu wa Bwana. Hii ndiyo siku iliyotengwa kwa ajili yako, ili utembee kama mfalme, ili uonekane kama mfalme, kwani wazo lako limemvuta mfalme. Unavyowaza ndivyo Mungu anakujia, unavyowaza ndivyo Mungu anajitokeza. Ndiyo, anza kuwaza yale mambo yako katika jina la Yesu. Iwe kwako kama unavyowaza, iwe kwako kama unavyowaza. Imekuwa kwa jina la Yesu, imekuwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama tulioko hapa tunaamini, tuseme amina. Tuseme amina. Mpe Yesu makofi. Nataka ushangilie kama umepata wazo. Shangilia zaidi, shangilia zaidi. Oh, haleluya, amen. Wewe unayetufuatilia
ushangilie moyoni mwako. Unaenda kazini, uko ofisini, uko nyumbani, unanifuatilia wewe, Bwana amekuonekania. Shika wazo hilo, usiliachie, usiazimwe mawazo ya adui, usiazimwe, usikope mawazo ya kishetani, ya wachawi, ya majirani. Kataa mawazo potofu, kamata wazo moja, linaenda kuumba vitu na utaumba mambo katika jina la Yesu. Sema tena amina. Basi tumefikia karibu na mwisho wa ibada yetu hii ya asubuhi. Wewe unayefuatilia, kuna namba inawekwa hapo na unaweza kucomment na kulike, kwani kile unachokiweka hapo, mimi ninapowafuatilia ninaungana, nasema huyu kama alivyoandika baba, hakikisha hiyo amen yake imekuwa. Huyu alivyoandika hakika apewe. Usidharau mapatano. Mapatano vile unapoweka pale, unapatana na neno ambalo linalihubiri. Kwa hiyo mapatano ni muhimu. Sasa kama una sadaka yako, tunakwenda kutoa sadaka hapa, na wewe weka hapo sadaka yako kwenye hiyo namba inayoonekana hapo. Mungu awabariki sana unapotoa hiyo sadaka. Amen.